Habari za wakati huu mtazamaji wa SAUT TV, ni matumaini yangu mzima wa afya. Karibu kwenye kipindi cha Weekly News Counter ndani ya SAUT TV. Tuziangazie habari kubwa 7 ambazo zimetokea ulimwenguni kote. Langu jina ni John Masawe, karibu. Jeshi la Sudan limefanikiwa kudhibiti miji ya Didebad na Hamad iliyokuwa imezingirwa na RSF baada ya kufanya mashambulizi ya anga kupitia ndege za jeshi zilizolenga misafara ya magari ya vikosi vya wanamgambo hao waliokuwa wamejipanga zaidi na mashambulizi ya ardhini. Siku ya Jumatatu, mji wa El Obeid huko Kordofan kaskazini ulikumbwa na shambulio la pili mfululizo la ndege zisizo na rubani za RSF, likisababisha raia 5 kuuawa katika soko la mji huo. Miji mingine kama vile El Rahad na Dabanga pia ilikumbwa na mashambulizi hayo. Kufuatia kutokea kwa matukio mengi yanayohusisha silaha, jeshi la nchi hiyo limetangaza nia yake ya wazi ya kuanza zoezi la ukusanyaji wa silaha kutoka kwa vijana watakaokuwa tayari kusalimisha silaha hizo kwa njia ya hiari katika maeneo ambayo yako chini ya sheria ya hali ya dharura kwa kipindi hiki cha machafuko. Aidha, jeshi hilo limesema kuwa baada ya zoezi hilo kukamilika, mchakato utakaofuata ni matumizi ya nguvu kuwapokonya silaha wale wote watakaokaidi, ukisimamiwa na kikosi maalum katika kaunti ya Warrap na Mayom yaliyotangazwa na Rais Salva Kiir kuwa na hali ya hatari. Jumanne ya wiki hii, msafara mkubwa wa magari na wanaharakati umeonekana ukielekea ukanda wa Gaza kupitia mipaka ya Libya katika juhudi za kutafuta njia ya kufikisha misaada kwa Wapalestina waishio katika ukanda huo ambao kwa muda mrefu limewekwa zuio la upitishaji wa misaada kuwafikia wakazi hao. Msafara huo uliokuwa na magari 12 ya abiria na zaidi ya magari binafsi 100 ulikuwa na wanaharakati zaidi ya 1000 kutoka nchi mbalimbali nyingi za Afrika Kaskazini. Walianzia safari siku ya Jumatano ukitokea mji mkuu wa Tunis. Wanaharakati hao wamepanga kufika katika mji wa Rafah uliopo karibu na mpaka wa Gaza baada ya Israeli kuiteka nyara meli ya misaada yenye bendera ya Uingereza iliyokuwa inaelekea Gaza na kuwakamata wanaharakati wa kigeni 12 waliowekwa ndani tangu mwezi Machi. Taifa hilo limeendelea kufunga mipaka ya Gaza kwa misaada ya kibinadamu, hali iliyozua tahadhari juu ya watu milioni 2.4 wa ukanda huo. Wakati hayo yakijiri, jeshi la Israeli limekataa wito wa kimataifa usitishaji mapigano, huku likiendeleza mashambulizi katika ukanda huo tangu kuzuka kwa mapigano hayo mwezi Oktoba 2023 na kuua karibu wa Palestina 55,000, wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Jeshi la polisi nchini Kenya siku ya Alhamisi limelazimika kutumia mabomu ya machozi kuwatawanya mamia ya waandamanaji katika mji mkuu wa Nairobi waliochoma magari moto kwa kile walichokidai ni kukasirishwa na kifo cha mwandishi wa habari za siasa Albert Ojwang akiwa mikononi mwa jeshi la polisi. Awali, polisi katika taarifa yao walisema kuwa Ojwang alifariki kwa kujigonga kichwa kwenye ukuta wa mahabusu, taarifa iliyokanushwa siku ya Jumatano wakati inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja akiomba radhi mbele ya baraza la bunge kwa polisi kutoa taarifa ya kupotosha zilizosema kuwa Ojwang alijiua. Albert Ojwang alikamatwa siku ya Jumamosi katika kaunti ya Homa Bay, magharibi mwa Kenya, huku sababu kuu ya kukamatwa kwake ikitajwa kuwa ni madai ya kumchafua afisa mmoja mwandamizi wa polisi. Hata hivyo, mamlaka huru ya kusimamia utendaji kazi wa polisi imeanzisha uchunguzi rasmi juu ya tukio hilo. Msemaji mkuu wa ikulu ya Marekani Caroline Leavitt ametoa tamko juu ya hali ya usalama inaendelea kufukuta katika mji wa Los Angeles baada ya kuzuka kwa maandamano makubwa ya wananchi wakipinga sera uhamiaji iliyowekwa na utawala wa Trump. Taarifa hiyo imesema kuwa tangu kuanza kwa maandamano hayo hadi sasa waandamanaji zaidi ya 330 wametiwa mbaroni kutokana na operesheni hizo. Katika hatua nyingine, msemaji huyo hakutoa maelezo yote kuhusu barua kutoka kwa waziri wa usalama wa ndani wa nchi hiyo Christine Noem aliyeitaka wizara ya ulinzi kukabiliana kijeshi na waandamanaji hao. Maandamano hayo yameshika kasi baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutuma zaidi ya wanajeshi 4,000 katika mji wa Los Angeles, hatua ambayo awali gavana wa jimbo la California Gavin Newsom alionya serikali ya Trump kuwa itachochea mgawanyiko wa taifa hilo. Hadi kufikia sasa, maandamano hayo yamesambaa kote nchini Marekani yakichochewa na kile kinachosemekana kuwa ni sera ya ukandamizaji za utawala wa Trump dhidi ya wahamiaji, hali inayoleta wasiwasi na kuchochea chuki baina ya utawala wa Trump na wahamiaji kote nchini humo.
Nchini Afrika Kusini kumeripotiwa kutokea kwa mvua kubwa inayoendelea kunyesha na kusababisha mafuriko yanayotajwa kusababisha vifo vya zaidi ya watu 50 wakiwemo wanafunzi wa shule, huku familia nyingine zikiachwa bila makazi baada ya mafuriko hayo kusomba nyumba na mashamba katika mji wa Cape Mashariki. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkuu wa mkoa huo Oscar Mabuyane, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo huku akisema kuwa hali inaweza kuendelea kuwa mbaya, huku akisisitiza juu ya uwezekano mkubwa wa idadi ya vifo kuongezeka kutokana na hali ya mvua inaendelea kuyakumba maeneo mengi ya nchi hiyo. Wizara ya elimu ya nchi hiyo inasema kuwa takriban shule 58 zimeathiriwa na mafuriko hayo katika mji huo wa Cape Mashariki, huku nyingine zaidi ya 60 katika wilaya 9 katika mji wa KwaZulu Natal zikiharibiwa. Aidha, baadhi ya miili ya wanafunzi imepatikana huku mingine ikiendelea kutafutwa baada ya basi moja la shule kusombwa wakati wa mafuriko hayo. Hadi sasa tayari mamlaka ya hali ya hewa ya nchi hiyo imetoa tahadhari ikionya kuhusu mvua ya mawe, upepo mkali, radi pamoja na mvua kubwa inaweza kuendelea kuathiri maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, huku ikiwataka wananchi wanaokaa maeneo hatarishi kuyahama makazi yao. Ndege moja ya shirika la ndege la India iliyokuwa ikielekea London, Uingereza, imepata ajali na kuanguka dakika chache baada ya kupaa kutoka mji wa magharibi mwa India wa Ahmedabad ikiwa imebeba zaidi ya watu 242. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mamlaka katika mji huo, zinasema kuwa ndege hiyo ilikuwa imebeba raia 161 wa India, 53 wa Uingereza, raia 7 Ureno na Mkanada mmoja, ambapo hadi sasa vifo vikitajwa kuwa ni zaidi ya watu 200, huku mwanaume mmoja akitajwa kunusurika kwenye ajali hiyo aliyefikishwa hospitalini kwa matibabu zaidi. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga ya India Faiz Ahmed Kidwai ameziambia duru za habari kuwa ndege hiyo ilianguka katika eneo la makazi dakika chache baada ya kupaa, huku kituo cha kuongozea ndege katika uwanja huo kikisema kuwa kulipokewa simu ya kuashiria dharura, lakini dakika chache hakukuwa na mawasiliano zaidi kutoka kwenye ndege hiyo. Kampuni ya Boeing, mzalishaji wa ndege hizo, imetoa taarifa kwa umma ikisema kuwa ipo tayari kutoa msaada kwa waathiriwa na familia zao, huku viongozi mbalimbali duniani wakituma salamu za pole kwa waathiriwa na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi alieleza kupokea taarifa hizo kwa mshituko mkubwa. Israeli imetekeleza mashambulizi yake ya makombora ya anga usiku wa kuamkia Ijumaa katika mji mkuu wa Tehran nchini Iran, wakilenga maeneo muhimu, wataalamu wa nyuklia na viongozi wa kijeshi wa nchi hiyo, huku ikieleza kuwa bado itaendelea kujiimarisha zaidi katika silaha za nyuklia. Kutokana na mashambulizi hayo, taarifa iliyotolewa na shirika la habari la Tasnim la Iran imethibitisha kuwa mkuu wa Baraza la Mapinduzi la Kiislamu la Iran, Meja Jenerali Hossein Salami, mkuu wa majeshi ya Irani Jenerali Mohamed Bagher, mwanasayansi Feredon Abbasi na mkuu wa chuo cha Azadi Mohamed Mehdi wamepoteza maisha kutokana na mashambulizi hayo. Hata hivyo, saa 24 baada ya Israel kufanya mashambulizi yake, Iran imejibu mashambulizi hayo kwa kurusha makombora ya balastiki usiku wa kuamkia Jumamosi, ambapo ilisababisha kutokea kwa vifo vya watu wasiopungua 3, huku kadhaa wakijeruhiwa, ikiwa ni katika kujibu mashambulizi ya Israel kwa vituo vyake vya nyuklia na kijeshi. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa Irani na Israel kukomesha mashambulizi na kusitisha uhasama kufuatia makabiliano kadhaa ya mashambulizi ya mabomu yanayofanywa na mataifa hayo mawili. Na mtazamaji, hadi kufikia hapo ni mwisho wa habari hizi. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram na Facebook kila siku. Kwa niaba ya wenzangu walioshiriki kuandaa kipindi hiki, mimi ni John Masawe.